Kipaji chako kinaweza kikakupandisha juu, kwa maana kikakufanya ukafika katika kilele cha mafanikio yako. Lakini tabia zako ndizo zinaweza kusababisha wewe ukaendelea kubaki juu au ukashuka chini. Kwa maana tabia zako zinaweza kusababisha wewe ubaki kwenye mafanikio uliopo au ushuke chini. Miongoni mwa tabia ambazo zinaweza kusababisha ukaporomoka kimafanikio, moja tabia ni tabia ya kuwasikiliza wanaokusifia kwenye kila kitu. Tabia pili ambayo inaweza kusababisha ukaporomoka kimafanikio ni tabia ya kuwachukia wale wanaokusahihisha. Tabia tatu ambayo inaweza kusababisha ukaporomoka kimafanikio ni tabia ya kujigamba na kujisifia kwenye kila kitu. Tabia nne ambayo inaweza kusababisha ukashuka kimafanikio au ukaporomoka kimafanikio ni tabia ya kujiona wewe haukosei, kwa maana wewe ni perfect, wewe hujawahi kukosea. Lakini hata tukiangalia katika maandiko matakatifu inaeleza wazi, no one is perfect but one. Hakuna aliye mkamilifu kwenye hii dunia isipokuwa mmoja tu ambaye ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo unapoanza kujiona wewe hujawahi kukosea, wewe ni mkamilifu, moja tabia ambayo inaweza kusababisha wewe ukaporomoka kimafanikio, kwa sababu hutakubali kufundishwa, hutakubali kukaa chini na kusikiliza ili uweze kujifunza mambo mengi zaidi. Tabia mwisho ambayo inaweza kusababisha wewe ukaporomoka kimafanikio ni tabia ya kuwashushia wengine hadhi zao ili wewe uweze kujipandisha. Kwa hiyo tabia hizo zinaweza kupelekea wewe ukaporomoka kimafanikio. Kwa hiyo ili uweze kuendelea kubaki juu, hakikisha unabadilisha aina hizo ya tabia ili uweze kupanda juu. Usiwe mtu wa kuwashushia watu wengine hadhi. Badala yake jifunze kuwapandisha wengine hadhi zao. Hii itakusaidia wewe kuweza kubakia juu pale ulipo. Kwa hiyo kama unahitaji kuendelea kubaki juu kwenye kilele cha mafanikio yako, unapaswa kuepukana na hizo aina ya tabia. Hakika utaendelea kubaki kwenye kilele cha mafanikio yako. Kumbuka, mafanikio yako ndiyo furaha yangu. Asanteni sana kunisikiliza, na Mungu awabariki.